Crazy Rocket, now available on PMBet. Sio hongera kwanza kwa ushindi wa robo finali dhidi ya timu ya Pamba Jiji. Ni ushindi wenye faida kwenu kwa sababu mtinga nusu finali. Ilikuwa ni mechi ina gani? Mechi ngumu kwa sababu kwenye robo finali 4, robo finali 2 zinahusisha timu za ligi kuu. Sisi na ile robo finali ambayo inaenda kukutanisha Singida na Kagera. Kwa mnapocheza kwenye timu za ligi kuu wenyewe kwa wenyewe, mchezo unakuwa kidogo mgumu ukilinganisha mnavyocheza na timu za daraja la kwanza. Daraja ya chini wanaingia kama underdog. Huu ni mchezo ambao watu wote tuliingia kama tuko 50 kwa 50. Pamba kwenye mechi yetu ya kwanza hapa ya ligi tutoka na sare ya kutokufungana tena wakiwa kwenye wakati mgumu kuliko sasa hivi ambapo wamebadilisha, wameongeza ubora kwenye kikosi chao. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ngumu ambayo sisi tunaamini tumedeserve kushinda kwa sababu ya mbinu zilizowekwa kiwanjani na performance ya wachezaji wetu. Asubuhi mvua zimepiga sana, lakini tumeona uwanja umeendelea kustahimili na umepigwa mchezo bila kuwa na shida yoyote. Pengine tuwapongeze pia kwenye hili, lakini pia unaweza kuzungumza nini kwenye neno hili kuhusiana na swala zima la uwanja? Ya kwanza tunamshukuru Mungu, lakini tunajipongeza pia sisi wenyewe kwa sababu uwanja huu msimu uliopita tuliufungia kwanza sisi wenyewe. Alafu tukawaambia TFF tunautengeneza. Tulipokuja TFF kuwaambia waje kukagua wakauruhusu. Nyakati kama hizi za mvua msimu uliopita tulikuwa na mechi ya Yanga. Kulikuwa na maneno sana mechi ya hame kwa sababu tu ya matope na nini. Lakini sisi tukafanyia kazi mapungufu ambayo yalikuwa yanaonekana kwenye kiwanja. Tukafanya marekebisho ambayo sasa hivi kimekuwa kiwanja bora kabisa cha nyasi kwenye nchi yetu. Kwa sababu unajua uwanja wa Taifa ulikuwa ndio uwanja unaoongoza kwa nyasi ya asili. Lakini kilichotokea juzi kwenye mechi ya robo finali ya CAF Confederations Cup, wizara yenyewe imefungia, lakini pia nafikiri CAF wame-suspend pia. Kwa hiyo mechi imehamishwa. Sisi pamoja na mvua ilionyesha usiku kucha au sehemu kubwa ya usiku mpaka asubuhi, bado kiwanja kimechezeka, hakuna namna yoyote ya kutumia magodoro au mop kusukuma maji kwenye kiwanja ambacho msimu uliopita tu kilikuwa kinapigiwa kelele. Tumefanyia kazi mapungufu kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo maintenance pia ya kiwanja tunaisimamia kwenye kiwango kikubwa sana. Haikuwa kazi rahisi mpaka CAF kuja kukagua na kusema, wizara ilitamka hapo juu. Waziri wa Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo Profesa Kabudi alitamka hapo juu kwamba mpaka CAF wanakagua, kiwanja pekee ambacho kilikuwa tayari ni kiwanja hiki. Kwa hiyo hiki kinachotokea leo sio jambo la jana au juzi. Ni jambo ambalo tulikaa chini tukaamua tufanyeje. Tumefanya kwa ustadi mkubwa na wizara ilitupongeza kwa hilo, na CAF walikagua kiwanja hiki wakasema peke yake ndio kiwanja ambacho kiko tayari kwa ajili ya maandalizi ya chani na chani yenyewe. Sio mshindi wa kombe hili anaweza kuwa na nafasi nzuri ya kuelekea katika michuano ya kimataifa. Mnajihisi mko tayari kwa ajili ya kupokea changamoto hiyo mpya? Sisi sio timu ambayo inaweza ikasema inaweza kushinda kikombe cha ligi kuu. Tumewahi kuzungumza hiyo kwamba hatuko kwenye mbio za kugombea ligi kuu. Sisi ni timu ambayo msimu uliopita ndio msimu wa kwanza baada ya kupanda daraja. Tukapigana ili tusiteremke, na ndio timu ambayo imepanda daraja inachopaswa kufanya cha kwanza. Tukapigana tukasema playoff tukabaki. Msimu huu ni msimu ambao ni ujenzi wa timu. Hiki kinachotokea tunaendelea kujenga timu. Kwa hiyo kwenye ligi kuu sisi hatugombei kikombe. Tunajenga timu yetu, tunaamini msimu ujao kuna kitu tutagombea. Kwa hiyo sehemu peke yake ambayo tunaamini sisi tunaweza kupata kikombe ni kwenye mashindano haya ya mtoano. Kwa sababu haya yanahitaji mbinu ya mechi moja husika tu ya mtoano, na mpango kazi wa mechi hiyo peke yake haujumuishi alama za mechi kadhaa, mzunguko mkubwa, marathon, hakuna. Ni namna wewe utakavyoiendea mechi hiyo husika tu. Ikikupa ukiwa na plani nzuri, ikikupa matokeo mazuri, maana yake umefika hatua inayofuata. Haitakuwa ajabu timu hii ikiwa daraja la kwanza iliwahi kucheza na Singida United, wakati huo Singida United hatua ya nusu finali. Kwa leo tumeingia hatua hii baada ya kuwa tumewahi kuifika huko nyuma. Timu iko daraja la kwanza na tukacheza nusu finali. Lakini kombe hili leo linaitwa CRDB Bank Confederations Cup. Huko nyuma lilikuwa linaitwa FA Cup, lakini iliwahi kuitwa kombe la Nyerere. Wakati linaitwa kombe la Nyerere, timu hii ya JKT iliwahi kushinda kikombe hiki.
lakini katika namna ya kustaajabia Fati wakati ule ilipeleka jina la Simba badala ya jina letu CAF. Kwa hiyo Simba walicheza wakiwa sio washindi. Young Africa walikuwa mabingwa wa nchi. Kwa hiyo Simba walikwenda kucheza mashindano ya Confederation wakiwa sio washindi. Washindi walikuwa JKT Ruvu ambao ndio timu hii. Sio? Kwa hiyo tuna imani kwamba tunaweza kuchukua kikombe, lakini pia tuko tayari kama tutachukua kikombe kushindana kwenye mechi za kimataifa. Pengine mnaweza mkakutana na either Yanga au Stand United. Wengi wanaweza wakadhani kwamba mnaomba Stand United yavuke. Ili inaweza likawa sawa kweli kwa upande wenu? Ukifika hatua hii, yoyote unayekutana naye ndo halali yako. Sisi hatuko hapa kumchagua kukutana naye. Tutakaye kukutana naye ndio ambaye tutapanga naye mpango wa kucheza kwenye mechi husika. Lakini kuna afadhali? Hakuna afadhali kwenye hatua ya 4 bora kaka. Maana yake nusu finali ni 4 bora. Utakaye kukutana naye hapo ameruka viunzi. Let's say Stand amefunga Yanga. Kwa nini unaita afadhali? Kama anaweza kumfunga bingwa wa kihistoria wa nchi. Kama anaweza kumfunga bingwa mtetezi. Kwa sisi either bingwa mtetezi au bingwa au Stand. Wote tutakaye kukutana naye ndo halali yetu.